Naam bwana, uhali gani mwanafamilia na mtazamaji wa Mega Media Tanzania. Leo tena ni siku ya tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026, siku ya Alhamisi iliyo njema kabisa. Bila shaka umemka salama kwa ajili ya kuendelea na majukumu ya siku hii ya leo. Huu ni upepo magazeti ndani ya Mega Media Tanzania, na twende pamoja hapa. Tutakwenda kusoma vichwa vya habari na maelezo kidogo kwenye hizo taarifa ambazo zimegonga magazeti mbalimbali ambayo yametufikia asubuhi hii ya leo. Magazeti yako kadhaa hapa, lakini tutapitia vile vichwa vya muhimu zaidi asubuhi hii ya leo. Bana, usichoke, ungana nami, msukuma gurudumu hili ni Balama TZ, Balama Tanzania, na hii ni Mega Media Tanzania. Basi usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia kucomment. Basi gazeti ambalo linatufungulia upepo magazeti asubuhi hii ya leo ni hili gazeti la Nipashe, ambapo kuna habari inayosema kwamba Kigogo CCM alikoroga. Kigogo CCM alikoroga. Huyu ni bosi wa UWT Mary Chatanda aliyedai akipewa dakika moja tu watapotea. Msajili ailima CCM barua akiipa siku 9 kujieleza. Bana, hapa ni mkuu juu ya mkuu. Huyu ni msajili ambaye ameilima CCM. Na ameilima kwa namna gani? Basi ukifika ukurasa wa pili utaipata habari hii katika hili gazeti la Nipashe. Sasa CCM ni chama tawala, lakini tunaambiwa kwamba msajili huyu wa vyama vya siasa Tanzania ailima CCM. Sasa ameilima kwa namna gani? Je, wametozwa faini? Je, pengine kuna adhabu? We never know. Lakini ukishafika kwenye gazeti hili la Nipashe ukurasa wa pili utaipata habari hii moja kwa moja. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba NMB yaweka rekodi gawio la wanahisa. NMB yaweka rekodi gawio la wanahisa. Wanahisa wa benki ya NMB wanatarajiwa kupokea gawio kubwa zaidi kuwahi kutolewa katika historia ya sekta ya fedha nchini, baada ya benki hiyo kupendekeza kugawa shilingi bilioni 305 kufuatia mafanikio makubwa ya kifedha walioyapata mnamo mwaka 2025. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Nipashe. Bwana, hili ni kama zari la mtende hivi. Wale ndugu zangu watumiaji wa benki ya NMB, imekuwa ni habari njema kwao. Just imagine mpo wangapi, lakini kuna gawio la wanahisa wote, gawio la shilingi pesa ni nyingi kweli hapa, shilingi bilioni 305. Just imagine unapata bilioni 305. What you will do? Utaifanya nini hiyo pesa? Bwana, basi mambo yanakuwa yanaenda kwa namna kama hiyo hapo. Bwana, ni bahati ya mtende ambayo inaangukia wanahisa au wateja wote wa CRDB. Lakini pia hapa kuna habari inayosema kwamba daktari anasema kwamba shida zitokanazo na pombe huja kwa namna hii. Nilipenda angalau nikusomee taarifa hii hapa. Huyu daktari ambaye anafunguka kwamba kuna baadhi ya shida ambazo zinatokana na pombe. Bwana, kumbe sisi tunaamini kwamba pombe ndio ambayo inatatua shida zetu, pengine stress, msongo na vitu vingine kama hivyo. Lakini hapa daktari anatuambia kwamba kuna shida ambazo zinatokana na pombe, na ameeleza namna ambavyo hizo shida zinakuja au zinamkuta huyo mtumiaji wa pombe. Sasa ni shida gani unahitaji kujua? Fika katika ukurasa wa 11 wa gazeti hili la Nipashe. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba bajeti ya kufungua nchi trilioni 2.5 zipo hapa zinajadiliwa kuhusu hiyo bajeti ya kufungua nchi, trilioni za Kitanzania 2.5. Hizo ni pesa nyingi sana ndugu zangu. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba mtuhumiwa mauaji mwanachuo FM kizimbani. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe. Kama tunavyokumbuka, huyo ni mwanafunzi wa chuo cha usimamizi wa fedha pale Posta, ambaye alifariki dunia wiki kadhaa ambazo zimepita. So kesi bado inaendelea kwa wale ambao wanatuhumiwa kufanya tukio hilo. Lakini pia hapa kuna gazeti la Nipashe michezo linasema kwamba shangwe ubingwa wa Arsenal duniani. Shangwe ubingwa wa Arsenal duniani. Kama tunavyokumbuka siku ya juzi Arsenal kutoka pale ligi ya Uingereza walitangaza ubingwa wa ligi ya EPL
rasmi baada ya Manchester City kutoa sare na timu walikuwa wanacheza nayo siku ya juzi. So imekuwa ni mwaka mzuri, msimu mzuri kwa ndugu zangu wa Arsenal. Bila shaka kuna baadhi ya ndugu zangu wa Arsenal wananitazama muda huu hapa bwana, kupatia hongera wewe shabiki au mfuasi wa timu ya Arsenal. Lakini kilichozungumziwa baada ya Arsenal kuchukua ubingwa, kuna wale watu ambao hawakuwahi kuwa na timu. Sasa sijui, inawezekana kati ya timu ambazo kwa mwaka huu zimeongeza mashabiki basi itakuwa ni Arsenal, kwa sababu kuna watu hatujawahi kuona wamepost any content of sports, hatujawahi kuona wamepost kitu chochote ambacho kinahusiana na michezo lakini tunaona tu jana juzi usiku wanaanza kuvaa jezi za Arsenal. Imekuwaje ndugu zangu? Mbona mnapenda kujiamulia mambo jamani? Ndugu zangu wa Arsenal wanaelewa. Kuna baadhi ya watu ambao tumeshangaa tu tunaona. Kwa mfano nimeona tu jana naona naye nani anaitwa Ali Nwoya anasema kwamba naye ni Arsenal. Yaani watu wanasema kwamba bwana tu mimi ni Arsenal. Naona pale kuna vijana wa Kraus wanasema kwamba bwana sisi ni Arsenal. Just imagine, hatujawahi kukuona kwenye kitu chochote ambacho kinahusiana na mpira. Arsenal hatujawahi kuona nayo kabisa. Je, au unaenda na mkumbo bwana utuambie. Lakini yote kwa yote Arsenal wamekuwa na shangwe sana baada ya kutoa ubingwa huu wa mwaka 2025 26. Lakini pia kwenye Nipashe michezo kuna habari inayosema kwamba Simba Sports majaribuni Yanga mawindoni. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 23 wa gazeti la Nipashe michezo. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba Henry asema ni ndoto iliyotimia ya mashabiki waliosubiri. Mule kwenye ligi ya EPL. Kwenye gazeti la Mwananchi linasemaje? Gazeti la Mwananchi linasema kwamba mtandao hatari mtandao hatari kwa maana gani? Basi fika kwenye hili gazeti la Mwananchi katika ukurasa wa 2 mpaka ukurasa wa 3 utaipata habari hiyo, ambayo kwa ufupi wanasema kwamba ni utoaji mimba kwenye nyumba za kupanga, maduka ya dawa, wengine kupata huduma kwa ujumbe wa simu na WhatsApp. Na hapa kuna kifungu cha habari kinachosema kwamba madhara kwa watumiaji. Wataalamu wanaosema utoaji mimba usio salama husababisha kutokwa na damu nyingi, kuharibika kizazi na hata kifo. Hili ni swala la utoaji wa mimba na vitu vingine kama hivi ambavyo vinaathiri sana mifumo ya afya kwenye miili ya watu wengi sana. Watu wengi wanaamini kwamba pengine kutoa mimba ni kupunguza majukumu, kupunguza aibu, kupunguza maneno. Ile mwisho wa siku unakuja kukuta kwamba unajiharibia mwenyewe. Just imagine you are killing somebody ambaye haujawahi hata kumuona. Lakini ndio kiumbe ambacho Mungu amekileta duniani, unaamua kuua. Sasa unajua wanawake wengi wanatoa mimba na kwenye zile dhambi au tunasema amri 10 za Mungu, kuna amri ambayo inasema kwamba usiue. Sasa ukisema usiue, unajua sababu pengine tu usiue mtu ambaye umemwona duniani, kwamba usiue kwa kisu, pengine kwa kuroga au kwa bunduki, vitu vingine kama hivyo. Lakini hii issue ya kutoa mimba nao ni namna ya kuua, kwa sababu umetoa uhai au umekipoteza kiumbe ambacho kilikuwa hai. So sio vizuri kiroho, kama vile ninavyosema kidini. Sisi walokole tunaelewa hivi vitu, au Wakristo kwenye zile amri 10 ambazo Musa zilileta kutoka mlima Sinai. By the way, hii amri ya kusema kwamba usiwe pia ilikuwepo. So hiyo nao ni namna ambayo mtu anakuwa amefanya mauaji. So ni kitu ambacho sio vizuri kiroho, kidini, lakini pia hata kiafya ni kitu ambacho hakipendezwi. Ndio maana hapa wanasema kwamba mtu anatoka na damu nyingi, unaweza kukuta ukaharibu kizazi chako pengine moja kwa moja. So kama ukipata ujauzito au mkipata ujauzito kama wanandoa au wapenzi au watu ambao mnahusiana, ni vyema mkakubaliana, hata kama ni kwa mazingira magumu, kwa kuhitaji misaada, kiumbe angalau kije duniani. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba wanahisa wa NMB kicheko kugawana gawio la shilingi bilioni 305 kama tulivyoona kwenye gazeti la Nipashe. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba miradi ya barabara sasa kwa hati fungani. Huyu ni waziri wa Ulega ambaye ni waziri wa miundombinu. Katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi utaipata moja kwa moja. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba Chadema ya mjibu msajili Chitanda ITSM mtegoni. Katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Mwananchi utaipata moja kwa moja. Gazeti la Taifa Tanzania linasemaje? Kuna habari inayosema kwamba Ulega aleta bajeti ya kuiunganisha nchi, na habari hii katika gazeti la Taifa Tanzania utaipata katika ukurasa wa 2
wa gazeti hili. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba dira 2050 kuanza kuonekana kupitia miradi ya ujenzi. Dira ya 2050, wale ambao angalau kwenye elimu kuna kitu kinaitwa development vision. Ni vile ambavyo maendeleo au mwanga wa maendeleo wa nchi, maendeleo sana sana maendeleo ya kiuchumi yanaonekana, au maendeleo ya kisiasa au maendeleo ya kijamii yanaonekana. So dira ya 2050 yaanza kuonekana. 2050 ni miaka kama 27 ijayo. Sasa hiyo dira imeanza kuonekana 24 kumradhi, imeanza kuonekana hivi ya sasa. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba shule ya uongozi Mwalimu Nyerere yaleta karibu vyama vya ukombozi Afrika. Katika gazeti la Taifa Tanzania ukurasa wa pili utaipata habari hiyo. Taifa Tanzania michezo kwa haraka kuna habari inayosema kwamba Dar City yaelekea Rwanda ya mkabidhi jezi maalum gwiji la soka Rio Ferdinand. Dar City moja kati ya timu bora zaidi. Hii ni timu ya basket kama nitakuwa sijaenda wrong. Ni moja kati ya timu bora ambazo zinaipatia title sana nchi yetu Tanzania. So kabla wajienda Rwanda wamemkabidhi Rio Ferdinand ambaye yupo hapa Tanzania this time around. Lakini pia kuna habari inasema kwamba Rais Samia wajaza mamilioni Tanzanite. Lakini pia kuna habari inasema kwamba Simba kuendelea kusaka ubingwa leo, na habari picha anaonekana msemaji wa timu ya Simba Sports Club. Basi turuke tuende kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Linasema kwamba Hemedi anadai ubora wa bidhaa silaha za kukuza uchumi. Lakini pia gazeti la Mwana Sport michezo kuna habari inayosema kwamba Abdulgulam anadai serikali kuweka bei elekezi za viwanja. Katika gazeti hili la Zanzibar Leo michezo kumradhi, bila shaka tuko sawa kabisa. Katika gazeti la Zanzibar Leo michezo, habari hiyo ambayo inasema kwamba Abdulgulam akidai serikali kuweka bei elekezi za viwanja. Basi turuke kwenye gazeti la Mwana Sport dimbani moja kwa moja. Kuna habari inayosema kwamba Arsenal gumzo kivipi, lakini hapa kuna habari kinachosema kwamba idadi ya makocha waliopita wakibeba kombe moja ni 4, lakini pia nafasi ya chini zaidi kumaliza EPL ndani ya miaka 22 ni mara 8, lakini pia mabao ya kona iliyofunga msimu huu ni mabao 18. Habari picha wanaonekana baadhi ya wachezaji, lakini pia kocha kuwa timu ya Arsenal. Lakini pia kuna habari inasema kwamba msako wa rekodi ambayo inatafutwa. Kuna mchezo kati ya Coastal Union dhidi ya Simba Sports Club. So hapa rekodi zinatafutwa, Simba wanahitaji, lakini pia Coastal Union pia wanahitaji. Lakini pia kwa haraka katika ligi kuu leo Alhamisi kuna mchezo dhidi ya kati ya Namungo dhidi ya Mbeya City ambao utachezwa saa 3 kamili usiku katika uwanja wa Majaliwa pale mkoani Lindi. Bana, anafunga upepo wa magazeti kwa namna kama hii hapa. Bila shaka umeyapata machache ambayo yamegusa vichwa vya habari katika magazeti mbalimbali yaliyotufikia asubuhi hii leo. Sasa kabla sijaondoka hapa ndani, nataka nikuulize kijiswali fulani ambacho unaweza ukakijibu au unaweza ukakifikiria kwa namna moja au nyingine. Hivi unakumbuka kipindi tuko watoto, kile kipindi cha udogoni, hasa sisi watu ambao tumekulia vijijini, kuna namna fulani harusi zikifungwa kule vijijini tulikuwa tunaambiwa bwana, watoto tunawapenda sana. Just imagine kanisani tunaenda kushiriki harusi, ibada ya harusi inaenda vizuri na tunaondoka, lakini pale ukumbini mpaka kwenye zile kadi pale chini inaandikwa kwamba watoto tunawapenda sana, lakini tunaomba mbaki nyumbani. Hiki kitu ambacho by the way wengi kilikuwa kinatuuma sana. Sasa mimi nataka nikuulize, sababu mimi pia ni kipindi kile nimezuiliwa kuingia ukumbini. Niliambiwa kwamba napendwa, lakini muda wa ukumbini ukifika watoto inabidi tubaki nyumbani, tusiingie ukumbini. Sasa nawauliza nyie ambao mlikuwa mnaenda ukumbini kipindi kile, kuna kipi cha ziada ambacho kilikuwa kinaendelea? Kwa sababu hivi sasa nimeshakuwa mwenzenu, nimekuwa mwana kakuwa mwana, nimekuwa sasa ukumbini naingia, lakini sione kile kitu ambacho kweli cha ziada watoto tulizuiliwa
tusikione kule ukumbini. Je, pengine zama zinabadilika sasa. Mniambie nyie ambao mlikuwepo mnaenda kipindi hiko kule ukumbini ambako sisi watoto tulikuwa tunazuiliwa. Je, kitu gani ambacho ni cha ziada mlikuwa mnakifanya au kilikuwa kinaendelea huko kwenye hizo kumbi za harusi? Bwana, niambie kupitia uwanja wa comment. Tunashare kwa namna kama hiyo hapo, na huu ni upepo wa magazeti ndani ya Mega Media Tanzania. Mimi ni Balama Tizi, Balama Tanzania, bahari ya Iringa huko Kamweni. Asubuhi njema.